بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادات والسيدات وجميع الحاضرين أحييكم بالتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي للرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل إلى كافة العباد وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. وبعد، الكرام الحاضرون، اليوم نذكر المسلمين مسائل المتفرقة التي تقع كثيرا في زمننا هذا، فعلى ذلك أنتهزوا هذه النبذة الذهبية ليتكلم عندكم كلمة التهاني والشكر والترهيب، فأقول مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم بحضوركم معنا في هذه الحفلة السامية، ونقدم لكم العذر بكل ما ترونه لا يليق بحضرتكم، ونود وأتمنى أن نفعل بكم كل جميل يليق بحضرتكم هذا. Enyi bwana tukufu na mabibi na nyote mlohudhuria, ninawamkieni kwa maamkizi ya Kiislamu ya umilele. Amani ishuke juu yenu na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Kila sifa njema za Mwenyezi Mungu mwenye kuongoza kwenye uongofu, na rehema na amani zishuke juu ya Bwana wetu Muhammad mwenye kupelekwa kwa viumbe wote, na juu ya hali zake na sahaba zake mpaka siku ya Kiyama. Ama baada alokwisha tangulia, watukufu mlohudhuria, hivi leo tutakumbusha Waislamu masala mbalimbali ambayo mara nyingi yanatoka katika zama zetu hizi. Basi tuendapo juu ya hayo, ninachukua fursa hii tukufu kuzungumza mbele zenu tamko la pongezi, shukrani na makaribisho. Basi ninasema karibuni sana nyote, na kushukuriwa ni kwenu kwa kuhudhuria kwenu pamoja nasi katika hafla hii tukufu, na tunatanguliza kwenu ninyi udhuru kwa kila ambacho mtakiona kisichofanana na hasila zenu. Tunapenda na tunatamani kufanya kila lilozuri lenye kufanana na hasila zenu. Hadha yafahamuni vyema hayo. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, alemu wa Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, ayuma mlaten, mwanamke yoyote, matati, aliyekufa, wazaujuha, na mumewe, anha, kwa mwanamke huyo, razen, yuko razi, dakala tena, ataingia peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nataka kasomeni majina ya vyakula: alaswidu gari, alfulu maharage, almauzu ndizi, aluzu mchele, albatwatwa viazi tamu. Aza yafahamuni vyemayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, alemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, man aznaba, mwenye kufanya madhambi, wa huwa yazaqu, na aliyakuwa yeye anacheka, dalanala, ataingia botani.
wa huwa yabki, na hali ya kuwa yeye analia. Rawahu Ibnu Aibi, ameipokea hadithi Ibnu Aibi. Hadha yafahmuni vemayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, alehemu Mwenyezi Mungu juu yake na aokoe, samillaha, soma bismillahi, wa kul biyaminika, na kula kwa mkono wako wa kuume, wa kul mimma yalika, na kula ile sehemu inayokuelekea. Rawahu Buhari wa Muslimu, ameipokea hadithi Buhari wa Muslimu. Aza yafahmuni vyema ayo, wabillahi tawfike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, alehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, bali mtakala, mwenye kugula, yataalama ilma, ili akajifundishe ilmu, ufira, kusamehewa yeye kabla ya kupiga hatua. Rawahu Shirazi, ameipokea hadithi Shirazi. Hadha yafahmuni vemayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, alehemu Mwenyezi Mungu juu yake na akoe, inalladhi, hakika yule ambaye laisa fi jawfihi, amna katika kifua chake, shay'un minal Qur'ani, kitu chochote katika Qur'ani, kalbaital harbi, ni mfano wa jumba bovu. Rawahu Tirmidhi, ameipokea hadithi Tirmidhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, alehemu Mwenyezi Mungu juu yake na akoe, laana Allahu rajula, amemlaani Mwenyezi Mungu mwanaume, yalbasu, anayevaa libasatal mar'ati, kivazi cha kike, walmar'ata, na mwanamke, talbasu libasatal rajul, anayevaa kivazi cha mwanaume. Rawahul Hakimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema, mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, idha aradta antaskola, pindi unapotaka kutaja huyu baghairika, aibu za mtu mwingine, fazkolo banafsika, kumbuka kwanza aibu za nafsi yako. Lahol Lafiyu, ameipokea hadithi Lafiyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, akrimul uramaa, watukuzeni wanachuoni, fainahum, akikao warasatul anbiyai, ni mawarisi wa mitume, faman akramahum, basi mwenye kuwatukuza hao, fakad akrama Allahu wa rasulah, hakika amemtukuza Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lawal Khatibe, ameipokea hadithi Khatibe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, akfiru min tilawati Qur'ani, kizilisheni kuisoma Qur'ani, fi buyutikum, katika majumba yenu, fa innal baita allazi, hakika nyumba ambayo, la yukulau fihi al-Qur'ani, haisomi ndani yake Qur'ani, yakillu hailuhu, zinakuwa chache kheri zake, wa yakthiru sharuhu, na zinakuwa nyingi shari zake, wa yuzayiku ala alihi, na ufanya ziki juu ya watu wake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, la tajrabu alhamra, sinywe pombe, fa inna, hakikayo miftao wala shari, nufungoa kila shari. Rawao Ibn Majah, ameipokea hadithi Ibn Majah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, la tadhribu imakum, msiwapige watumwa wenu, ala kasili inaikum, juu ya kuvunja vyombo vyenu, fa inna la ajalan, hakika vina hivyo vyombo muda, kajalinas, kama muda wa watu. Ameipokea hadithi hii Abu Nuaimi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtume wa Mwenyezi Mungu arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, ayatul munafiki thalathun, alama za mtu mnafiki ni tatu. Idha hadatha kadhaba, pindi anapozungumza usema uongo, wa idha wada khalafa, na pindi anapoweka kiagana khalifu, wa idha tumina khana, na pindi anapoaminiwa aminiki. La wa Bukhari wa Muslim, ameipokea hadithi Bukhari na Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa yukafinul maitu, vipi uvishwa sana maiti? Arjawabe, jawabu ni kwamba, yukafinur rajulu fi thalathi lafaifa, uvishwa sana mwanaume katika
mashuka matatu, laisa fiha kamisun wala imama, hamna ndani yake kanzu wala kilemba. Wayukafinu almaytu almal'atu, na uvishwa sanda maiti mwanamke, biizari wa khimari, kwa kilemba na ushungi, wa kamiswin na kanzu, walfafatani na mashuka mawili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mashurutu sihati salati, ni yapi masharti ya sala? Jawabu ni kwamba shurutu sihati salati, masharti ya sala, at-taharatu minal hadasaini, ni kutalika kutokana na dhaifu mbili, wat-taharatu thawbi, na kutalika nguo, walbadan, na mwili, walmaka, na mahali pa kusalia, minan najasati, kutokana na najisi, wasatiru aura, na kustiri uchi, wastikbaru qibra, na kuelekea kibla, waduhulul wakti, na kuingia wakti wa swala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mashurutu wujubi swalati, ni yapi masharti ya kupasa swala? Jawabu ni kwamba al-Islam, kwanza ni mtu kuwa Muislamu, wal aqil, na kuwa na akili, wa tamiz, na upambanuzi, likauli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Rufian kalaman thalathin, imenyanyuliwa kalamu kutokana na watu watatu. Aninaim, wa kwanza ni mwenye kulala, hata yastaiqidha, mpaka amke. Wa niswabi, na pili ni mtoto mdogo, hata yatalima, mpaka baleghe. Wa nil majnun, na mwisho ni mwendazimu, hata yaqila, mpaka awe na akili. Wa yushtaratu aidhan, na ushartiza vile vile, adnakau minal haidhi wa nifasi, kutakata kutokana na hedhi na nifasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hal fi shariati tatahiru lilmar'ati ba'da alwiladati, je, pana katika sheria ya Kiislamu kumtayarisha mwanamke baada ya kuzaa? Jawabu ni kwamba laisa fi shariati alislamiyati tatahiru, hapana katika sheria ya Kiislamu kumtayarisha mwanamke, bali huwa minal bid'ah almuhdathati, bali jambo hilo ni katika bid'a yenye kuzushwa. Falmar'ati ba'da alwiladati, basi mwanamke baada ya kuzaa, lazima tatahuru binafsiha fawra, kuna mlazimu yeye kuitayarisha kwa nafsi yake haraka. Wa huwa bil ghusli ma'an niyya, na kuitayarisha ni kukoga jasho pamoja na nia. Wa hiya an taqul, na hiyo nia ni kusema nawaitu ala fardhul ghusl, na nuia kutekeleza fardhi ya jasho. Wanaoha, na mfano wake. Wa baada inqitai nifas, na baada katika nifasi, yalzama ghuslun akhar, inamlazimu yeye jasho lingine, liajili inqitai nifasi, kwa ajili ya kuisha nifasi yake. Maani ya jil mutakaddima, pamoja na nia iliyotangulia. Falaisa la hajatun ilal muallim li dhahira, hakuna haja ya kumfuata mwalimu ili amtaharishe. Falyahadharin nisau, basi na tahadhari wanawake, min hadhihi albid'ati alqabihati allati, kutokana na bid'a mbaya ambayo tashtamilu ala almuharramat,
inakusanya juu ya mambo yenye kuharamishwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma hukmu sitri wajhil mar'a, ni ipi hukmu ya kustiri uso kwa mwanamke? Aljawab, jawabu ni kwamba ikhtalafa alfuqahau fi hukmi sitri wajhi ala qawlain, wamekhtalifiana wanachuoni katika hukmu ya kustiri uso juu ya kauli mbili. Faqala ba'dhum inna sitra wajhi wajibun, basi imesema baadhi yao hakika kustiri uso ni wajibu. Waqala al-akharun laysa biwajibin bal huwa sunnatun muakkada, na akasema wengine sio wajibu bali ni sunna yenye kukokoteza. Qala Sheikh Muhammad alayhi sabun rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh Muhammad alayhi sabun amrehemu yeye Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, al-a'immatu alladhina qalu bi anna al-wajha al-kaffayn laysa bi'awra, wanachuoni ambao wamesema kwamba uso na vitanga viwili havikuwa ni uchi. Ishtaratu bi alla yakuna alaihima shay'un min az-zina, wameshartiza kutokuwepo juu yao kitu katika vipambo. Wa alla yakuna hunaka fitna, na kutokuwepo huko fitna. Amma ma yadhahu an-nisa'u fi zamanina min al-asbaghi wal masahiqi, ama kile ambacho anakiweka wanawake katika zama zetu miongoni mwa makeup na rangi, ala wujuhihin wa kuffihin biqasdi tajmil, juu ya nyuso zao na vitanga vyao kwa makusudio ya kujipamba. Wa yadhharna bihi amama rijali fi turuqati, na wanadhihiri pamoja na hivyo vipamba mbele ya wanaume katika njia. Fala shaka fi tahrimihi inda jami'il ulamai, wala hapana shaka kuharamishwa kwake mbele ya wanawachuoni wote. Faqad sharata alfuqaha alladhina qalu, basi wameshartiza wanachuoni ambao wamesema bi anna alwajha laysa bi'awra amna alfitna, kwamba uso haukuwa ni uchi kusalimika fitna. Faqalu alwajhu laysa bi'awra, basi wamesema uso haukuwa ni uchi. Walakin yahrumu kashfuhu khashyata alfitna, lakini kuna kuwa haramu kufunuliwa kwake hali ya kuogopea fitna. Fahalil fitna maamunatun fi hadha zaman, je, fitna ni yenye kusalimika katika zama zetu hizi? Famin husnil mar'ati almuslimati alyawmiyya, basi ni katika uzuri wa mwanamke wa Kiislamu wa hivi leo, antalzaman niqaba, kulazimiana na niqabu, khasatan idha kanat takhruju min baitiha, khasa pindi atakapokuwa anatoka nyumbani kwake. Lianna alfitna fi zamanina hadha, kwa kwamba fitna katika zama zetu hizi adhhar wa akthar, ni yenye kudhihiri mno na ni nyingi zaidi. Wa man arada ziyada, na mwenye kutaka ziada, fi hadhihi almas'alat, katika mas'ala haya, fa alayhi bil ilmi, basi ni alazimiane na ilmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nataka nasomeni tafsiri ya suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Alhamdulillah rabbil alamin, sifa njema
Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe, ai maana maliki jamii halki, mwenye kumiliki viumbe yote, minal insi wal jini, miongoni mwa watu na majini, wal malaika na malaika, wa hadabi na nyama, wa khairihim na sio kuwa wao, Ar-Rahmanir Rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo, ai maana dhu rahmati, mwenye rehma, wahia iradatul khairi li ahli, na hiyo rehmani ni kutaka heri kwa watu wake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama mbele yenu kumalizia tafsiri ya suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Maliki yaumiddin, mwenye kuimiliki siku ya malipo. Ai maana aljazaa yaumil qiyama, mwenye kumiliki malipo ya siku ya kiyama. Iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuomba msaada. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao umeneemesha juu yao. Ghairil maghdubi alaihim, isiyokuwa ya wenye kuadhibikiwa juu yao. Wala dhalil, wala wenye kupotea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nataka kuwasomeeni tafsiri ya Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Kul a'udhu birabbin nas, sema nataka hifadha kwa Bwana wa watu. Ai maana khaliqihim, mwenye kuwaumba, wa malikihim, na mwenye kuwamiliki. Malikin nas, mfalme wa watu. Ilahin nas, mola wa watu. Min sharril waswasil khannas, kutokana na shari ya mwenye kutia wasiwasi, ni mwenye kurejea nyuma. Ai maana ashaitana, shetani. Wataakharu anil qalbi, na anarejea nyuma kuepukana na moyo. Kullama dhokolallahu, kila anapotajwa Mwenyezi Mungu. Alladhi waswisu fi sudurin nas, ambaye hutia wasiwasi katika vifua vya watu. Ai maana fi qulubihim, katika nyoyo zao. Idha hafalu an dhikrillah, pende wanapoghafilika kumtaja Mwenyezi Mungu. Minal jinnati wan nas, miongoni mwa majini na watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nataka niwasomeni tafsiri ya Suratul Kafirun, aya kwanza mpaka ya pili. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Kul ya ayyuhal kafirun, sema enyi makafiri. Ai maana kul ya Muhammad, sema ye Muhammad. Li haula'il kufari, kuambia hao makafiri. Allazina leulaka, ambao nakulingania wewe kwa sahabaka na jamaa zako. Liibadatil aslami, kwenye kuabudu masanamu. La abudu ma ta'budu, siabudu mnachokiabudu. Ai maana ana lan aud hadhil asnama, mimi sitaabudu masanamu hayo. Allati ta'buduna abada,
ambayo mnayabudu milele, allati masanamu ambayo la tazuru hayazuru wala tanfau wala yanufaishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mal hukmu idha wajada ba'dhu man toyoke na mautoho ni bihukmu pindi takapokutwa baadhi ya ambaye kimeyakiniwa kufa kwake. Jawabu ni kwamba alhukmu idha wajada ba'dhu man toyoke na mautoho hukmu pindi takapokutwa baadhi ya ambaye kimeyakiniwa kufa kwake. Khusluhu ni kumwosha kwake, watakfinuhu na kumvika sanda kwake, waswalatu alai na kumswalia, wadafnuhu wujuban na kuzikwa kwake hali ya kupasa, kalmaitir hadhir kama maiti aliyekuwepo, alkamir aliyekuwa kamili, wa inkana dhalika albadhu ijapokuwa baadhi hiyo, dhufurani au sharan ni kucha au nywele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma hukmu man taraka ta'allum al-Qur'an, ni hukmu ya mtu ambaye ameacha kujifundisha Qur'ani, au taraka ta'lima ahli al-Qur'an, au ameacha kumfundisha ahli wake Qur'ani, istighfafa lahu hali ya kuidhuru, waatikada na kuitakidi bi Allah manfaata lahu kwamba ina manfaa. Jawabu ni kwamba hukumu yake annahu yasiru bidhalika kafiran, hakika yeye anakuwa kwa hilo ni kafiri. Lianna dhalika, kwa kwamba hilo la kuidharau Qur'ani, min takiru madhama Allah, na kukidharau kinapata kufanya kubwa Mwenyezi Mungu. Watakiru madhama Allah kufurun, hakika na kukidharau kinapata kufanya kubwa Mwenyezi Mungu ni ukafiri. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume rehema Mwenyezi Mungu juu yake na ukoe, man uti al-Qur'an, ambaye amepewa Qur'ani, faraha anna ahadan, akaona kwamba yote uti khairan minhu, amepewa kitu bora kuliko yeye, faqad aqra ma dhama Allah ta'ala, hakika amekidharau na bata kufanya kuwa Mwenyezi Mungu aliyakuwa ametukuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh. Waka sual fi darsi mufti, imetuka swali katika darsa mufti, amma qala li zawjati, kuhusu mtu ambaye amesema kumwambia mkewe, inkana talaqu biyadiki talikini, ikiwa talaka ipo katika mkono yako niache. Faqalat lahu anta tarikum, akasema mwanamke kumwambia mumewe, wewe nimekuachika. Harsarehon au kinaya, leta hiyo swali au talaka kinaya. Jawabu ni kwamba anao nazalea wala kinaya, hakika sitaka swali wala talaka kinaya. Lianna ismata bi'ala rajuli, kwa kwamba uwepo wa ndoa upo katika mkono wa mwanaume. Fala tamliku hiya, wala umiliki uwepo wa ndoa huyo mwanamke, bikauli la talika, kwa kusema kwake mwanaume kumwambia mke maneno hayo, inkana talaqu biyadiki talikini, ikiwa talaka ipo katika mkono yako niache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali yakul ma dalilu istibabi sawmi Ashura tasaa wa ma hikmatu sawmihima ma. Limekuja swali linasema, ni ipi dalili ya kusuniwa kuhusu kufunga saumu ya Ashura na Tasaa, na ni ipi hikma ya kufunga siku mbili hizi pamoja? Aljawab, elam ya akhi anna Ashura wa ashirul Muharram wa Tasaa wa tasi'u minhu, wa dalilu istihbabi sawmihima ma rawahu ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sama yawm Ashura wa amara bisiyamihi,
Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jawabu ni kwamba jua ewe ndugu yangu kwamba Ashura hiyo ni mwezi 10 wa mfungo 4 na Taswaa hiyo ni mwezi 9 wa mfungo 4, na dalili ya kusuniwa kwazo ni ile hadithi ambayo ameipokea Ibn Abbas ayaradhi Mwenyezi Mungu wawili hao kwamba mtume arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na aokoe alifunga Ashura na aliamrisha kufungwa kwake. Ameipokea hadithi hii Bukhari na Muslim. Wa Abi Qatada radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suila an siyami yawmi Ashura faqala yukaffiru sanata al-madhiya. Rawahu Muslim. Na kutoka kwa baba wa Qatada amuyeradhi Mwenyezi Mungu yeye kwamba mtume arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na aokoe aliulizwa kuhusu kufunga saumu ya Ashura akasema inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Ameipokea hadithi hii Muslim. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la in baqaitu ila qabilin la sumanna tasi'a. Rawahu Muslim. Na kutoka kwa mtoto wa Abbas ayaradhi Mwenyezi Mungu wawili hao amesema mtume arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na aokoe na nikibaki mpaka mwaka ujao na hapa nitafunga mwezi 9. Ameipokea hadithi hii Muslim. Lakini yeye mtume arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na aokoe alikufa kabla ya mwaka huo. وأما حكمة صوم تاسوعا مع عاشوراء إنما هي الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر والمخالفة اليهود فإنه يصومون العاشرة. لذلك استحب إن لم يصوم عاشوراء تاسوعا أن يصوم اليوم 11. Nama hikma ya kufunga Taswaa pamoja na Ashura hakika si mengineyo, hiyo ni ihtiyati ya kuwezekana kukosea katika mwanzo wa mwezi, na kwa sababu ya kutofautiana na Mayahudi kwa kwamba wao wanafunga mwezi 10. Kwa sababu hiyo kumesunia akitofunga mtu Ashura pamoja na Taswaa afunge siku ya 11. Hadha yafahamuni vema hayo. Wa hadha assalamu alaikum wal afwa minkum. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.